Watu wengi wanasherekea birthday, wanasema birthday inastahili kusherekewa. Birthday haistahili kusherekewa kwa maana tangu siku za jadi pale awali watu walipokuwa wakisherekea siku ya kuzaliwa walikuwa wanasherekea hali ya mauti, na ni vizuri uone ya kwamba wakati watu walikuwa wanasherekea siku kuu ya kuzaliwa watu walikuwa wanakufa. Ni heri nimbuge mkono huyo ndugu yangu alikuwa ametangulia hapo awali ya kwamba siku ya mtu kuzaliwa haistahili, na watu walipokuwa wakisherekea siku hiyo ilikuwa inaonekana watu wengi walikuwa wanauawa. Na ni vizuri tutoe ushuhuda kitabu cha Mwanzo 40 mstari wake ni wa 20. Uone watu wengi waliuawa, na ndiposa unaona siku ya kuzaliwa hakuna mahali katika Biblia mzima tumeagizwa tusherekee siku ya kuzaliwa. Ile siku tumeagizwa tusherekee ni ile siku mtu anaaga dunia, na watu wengi wanaweza ona kama ni tofauti, lakini hakuna mahali katika Biblia mzima andiko moja imesema mtu asherekee kuzaliwa kwake. Watu wanaposherekea siku ya kuzaliwa wanatukuza sikukuu za ibada. Hiyo tutajibu. Kuna dada anauliza kwa nini watu wanasherekea siku ya kuzaliwa kwa Mwokozi wetu? Wanasema alizaliwa tarehe 25. Mwalimu, hakuna mahali hata andiko moja kwa Biblia unaweza pata ati Mwokozi alizaliwa siku ya tarehe 25 mwezi wa Disemba. Hakuna. Na kama iko ulete hiyo andiko. Kama iko andiko moja kwa Biblia, na kama mko na mhubiri wenu hapo akuje na hiyo andiko ya kusema Mwokozi alizaliwa tarehe 25 mwezi wa Disemba. Hiyo ni mambo ambayo ilitugwa na watu. Mwenye kuzaliwa hiyo siku ni Tamuzu ambaye alikuwa na abudu jua na akiwa na baba yake ni Mrodi na mama yake Semiramis. Hao ndio walizaliwa. Tamuzu ndiye alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Lakini hakuna mahali katika hii maandiko inaona ya kwamba Mwokozi alizaliwa tarehe 25. Yeye ameelezea kuhusu kifo chake. Alikufa tarehe 14 mwezi wa kwanza wa Biblia, inaitwa Abib 14. Lakini hakuna katika maandiko tunaona kusherehekea kuzaliwa kwa Mwokozi. Na hiyo tutaangalia. Kwanza tuone kwa nini tunaagizwa tusherehekee kuzaliwa kwa kuhusu birthday. Tumekatazwa katika kusherehekea birthday. Soma Mwanzo 40:20. Mwanzo 40 mstari wake ni wa 20. Mwalimu, utaniwia radhi nibadilishe Biblia. Badilisha, tumia kwa sababu kuna watu wengi hapa pengine hawaelewi lugha ya Kikuyu. Na ni vizuri kila mtu tumweke katika ile masomo tunasoma hapa. Kama uko na swali kuhusu birthday kuja hapa ulize, na kama uko na andiko lolote linalo thibitisha ya kwamba mtu anastahili kusherehekea siku ya kuzaliwa, tukiomba ukuje na andiko moja, sio andiko mbili, andiko moja peke yake ambayo inasema mtu anastahili kusherehekea birthday. Birthday haiko kama andiko. Hiyo ni mambo ambayo imetugwa, inaitwa mapokeo, ni moruta ni mado, lakini haiko katika maandiko. Soma hapo Mwanzo 40:20. Mwanzo ni 40 mstari wake ni wa 20. Tuone wakati Firauni alikuwa anasherehekea kuzaliwa kwake, kuna mtu aliuawa. Na wakati Herode alikuwa anasherehekea kuzaliwa kwake, Herode Mbatizaji akakatwa kichwa. Kwa hivyo birthday ni hali ya kifo. Mwanzo ni 40 mstari wake ni 20, nasema hivi. Mwanzo 40 mstari wake ni 20 nasema. Ikawa siku ya tatu, siku ya kuzaliwa kwake Farao, akawafanyia karamu watumwa wake wote. Sasa karamu ikafanyiwa watu wake wote, ndio. Akakiinua kichwa cha mkuu wa nyweshaji, ndio, na cha mkuu wa waokaji, ndio, miongoni mwa watumwa wake. Teremuka. Akamrudisha mkuu wa nyweshaji, ndio, katika kazi yake, ndio, ya kunywesha. Naye akampa Farao kikombe mkononi mwake. Bali akamtudika mkuu wa waokaji kama Yusufu alivyowafasiria
wafasiria. Ndio. Lakini huyo mkuu wa wanyweshaji ndio hakumkumbuka. Ndio. Yusufu ndio alimsahau. Akafanya nini? Ikawa mwisho wa 41. Ikawa mwisho wa miaka miwili. Sasa atafikisha hapo. Ukisoma hapo kwa lugha ambao wanaelewa, siku hiyo ya Farao aliposherehekea kuzaliwa kwake, kuna mtu ambaye alitundikwa na akanyongwa na akauliwa. Sasa hiyo ni katika kuzaliwa kwa Farao, kusherehekea kwa Farao. Wakati Farao alikuwa anasherehekea kuzaliwa kwake, huyo mtu akauawa na akanyongwa. Tuone ushahidi mwingine. Enda katika kitabu cha Mathayo 14. Mathayo 14. Birthday haiko. Ndio tunasema birthday haiko. Na kama iko lazima maandiko yaweze kudhibitisha. Ndiposa tunasema lazima jambo lidhibitishwe kwa maandiko. Kama jambo haliko kwa maandiko, hiyo ni mapokeo ya wanadamu. Na hiyo ni mafundisho ya wanadamu. Usije ukafuata jambo hujui chanzo chake. Kusoma hapo Mathayo ni 14 mstari wake. Mstari wa 6. Ni wa 6. Soma hapo. Inasema hivi. Hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake. Sasa kuzaliwa kwa nani? Herode. Binti Herode alicheza mbele ya watu. Sasa binti akacheza mbele ya watu. Akampendeza Herode. Hata akaahidi kwa kiapo. Atampa nini? Lolote atakaloliomba. Sasa imefika msomaji. Imefika kuzaliwa kwa nani? Kwa Herode. Sasa binti ya Herode akacheza vizuri, akafurahisha watu. Akafurahisha nini? Sasa baba yake akamwagiza, chochote utakachooagiza nitafanya nini? Nitakupa. Nini kilifanyika? Aya 8. Naye huku akichochewa na mamaye. Akachochewa na mamaye. Akasema agishogerwa ni nyina. Ndio akasema namna gani? Nipe hapa. Katika kikombe kichwa cha Yohana. Katika hiki kikombe kichwa cha nani? Cha Yohana. Kichwa cha Yohana Mbatizaji. Sasa huyo ni Yohana Mbatizaji ambaye alikuwa anatengeneza njia ya mwokozi wetu Yeshua. Sasa mama yake binti ya Herode akaagiza apatiwe kichwa cha nani? Cha Yohana Mbatizaji. Na hii kumbuke ilikuwa sherehe ya kukumbuka kuzaliwa kwa nani? Kwa Herode. Sasa mama ya binti ya Herode ameagiza apatiwe kichwa. Kuendelea. 9. Naye mfalme akasitikika. Lakini kwa ajili ya kuapa kwake ya viapo vyake, ndio, na kwa ajili ya wale walioketi ndio chakulani pamoja naye, ndio, akaamuru apewe nini? Apewe kichwa cha nani? Cha Yohana Mbatizaji. Kichwa cha Yohana Mbatizaji. Kwa hivyo hata ukisoma hapo, kuteremka hapo, Yohana alikatwa kichwa kwa sababu Herode alikuwa anasherehekea kuzaliwa kwake. Sasa ndiposa mwokozi akasema ya kwamba heri siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Ndiposa tukasema ya kwamba mwokozi wetu alisema ya kwamba tukumbuke siku ya kufa kwake, na ndiposa tumesomewa hapo ya kwamba katika siku ya 14 mwezi wa kwanza ndiposa tunapokea damu yake na tunakula mwili wake. Lakini hakuna andiko, ndiposa nimesema kama kuna andiko ambayo inasema mtu asherekee kuzaliwa kwake, sasa hiyo ikuje kwanza tumalize. Sasa hiyo sio kusema sisi tunafanya. Andiko iseme kumekubalika mtu asherekee kuzaliwa kwa nani? Kwake. Ikuje andiko moja, sitaki mbili, moja peke yake. Sasa kwa nini tunasema? Kwa hiyo tutamjibu baadaye wakati wa maswali. Kwanza tuendelee kwa somo kidogo. Tukifika wakati wa maswali yote tutajibu. Huwa tunataka maswali. Tunataka maswali. Sasa wakati wa maswali na majibu, shikilie hiyo swali mamangu, shikilie hiyo swali. Ukikuja hapa utatuuliza ama utatuelezea mtu anastahili kusherekea ate modo ni agereire gukungwira birthday. Andiko moja, sio mbili. Tunataka tuku moja. Sasa kwa nini tunakuja hapa siku ya leo? Kwa nini tunahubiri? Unajua watu pengine siku hizi wanasema watu wanapiga kelele. Kufanya biashara hiyo ni haki na ni lazima kila mtu afanye kazi. Usipofanya kazi ukufe.
Hata wale wachungaji ambao hawafanyi kazi hawastahili kupewa mshahara. Mshahara yake ni achukue jembe akalime ama afanye biashara kama watu wengine. Hakuna andiko inasema mchungaji apewe pesa. Na kama iko akuje nayo. Najua nasema namna gani? Wakati ng'ombe inakanyaga gano isifugwe nini? Ati isifugwe mdomo. Sasa kwa nini dhambi siku hizi wahubiri wengi hawezi wakahubiri dhambi? Isaia 58 mstari wake ni wa kwanza. Kama wewe ni mhubiri wa kweli, lazima uhubiri dhambi na makosa ya wanadamu, na usiogope na usikisikie haya kwa ile dini wewe unatetea. Unajua watu wengi atwaige dini wa dini ya mathiaga ni maiguaga magishonoka. Kwa nini wewe unasikia haya? Kwa nini wewe unasikia haya? Kwa lile kanisa wewe huwa unaenda. Kwa nini watu wengi wanasikia haya? Kusoma hapo Isaia ni 58 mstari wa kwanza. Inasema namna gani? Piga kelele. Usiache paza sauti yako kama tarubeta. Wahubirie watu wangu kosa lao. Wahubirie watu na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Wahubirie watu wangu kosa lao. Wahubirie watu wangu kosa lao. Wahubirie watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Kwa hivyo tumekuja hapa kuhubiri nini? Tumekuja hapa kuhubiri kosa na dhambi. Sio vituko na sarakasi. Tumekuja hapa ili watu wajue makosa. Na Ayubu aliuliza, hebu nionyeshe makosa yangu na mimi nitarekebisha. Hebu soma Ayubu 6 mstari wake ni wa 24. Lazima tuhubiri makosa, kwa sababu siku hizi kuna watu wanakunywa pombe, si ndio? Kuna wengine wanavuta sigara, si ndio? Kuna wengine wanasema ni watu wa madhehebu kama vile mwelekezi wetu alisema, ati wanavaa longi, si ndio? Na wanasema tu wanaenda kuomba. Na unasikia watu wakivuja siku ya amri ya 7, siku ya Sabato, wanaanza kusema siku ni siku. Kwa hivyo si ndio? Siku ni siku. Hiyo ni dhambi na ni kosa. Na watu wengine wanasema mtu akifa anaenda mbinguni. Hiyo tutaangalia. Mtu akifa anaenda mbinguni. Na wanaenda wanamuzika, alafu wanasema ameenda wapi? Mbinguni. Anaenda mbinguni. Na wengine wanakula nguruwe. Na wengine wanakula kila kitu. Wanakula gamia, wanakula sukura. Hiyo ni dhambi. Kwa sababu ustahili kula najisi. Hii hata kitu hapa ni najisi. Ustahili kufanya nini? Kukula. Ustahili kukula. Kuna mahali kwingine wanawake wamekuwa wachungaji, si ndio? Wanawake ni wachungaji. Wanawake ni wachungaji. Na kuna wachungaji wengine ambao hana wake na ni wachungaji. Unakuta mtu ni mchungaji na hana mke. Na maandiko imekataza mchungaji yeyote lazima awe na mke. Na kuna watu wengine ambao ni wachungaji wamejiinua sana katika ulimwengu. Hiyo ni makosa. Hiyo ni makosa. Tutaangalia yote. Kuna watu wengine wanasema ya kwamba Maria awaombee mama wa Mungu akiwa huko mbinguni. Na Maria alikufa. Inawezekanaje Maria anaomba na Maria alikufa? Maiti tu. Ni maiti. Kama kawaida. Sasa hiyo ni makosa. Najaribu kutajataja mambo mingi. Watu wameabudu sanamu. Unakuta watu wameabudu sanamu. Watu wanabeba misalaba kwa shingo yao. Wanasema ni Yesu. Kwa nini Yesu anabebwa kwa ajili ya mti? Hiyo ni dhambi ingine. Watu wengine wanasema gitama ni giatokire, si ndio? Mambo yakahalalishwa kula nguruwe, ati gitama ni giakire, wanawake wakakubalishwa kuhubiri, si ndio? Sasa hiyo maneno yote tutaiangalia moja kwa moja. Because tunasema ya kwamba lazima tuhubiri kosa, si ndio? Lazima tuhubiri kosa. Kuna watu wengine wanabatizwa kwa kutumia njia ya kunyunyiziwa maji. Inaitwa irrigation. Watu hawabatizwi, wananyunyiziwa maji. Lakini maandiko inasema watu wabatizwe. Wapelekwe kwa mto. Lakini watu wanamwagiliwa maji na kikombe juu ya kichwa. Hiyo ni ubatizo kweli? Anachora msalaba. Si hiyo ni ubatizo? Alafu wengine wanakalia dalama. Mwalimu. Ati wamebatizwa. Niambie. Wengine wanapitishwa kwa moto.
moto. Wanasema wamefanya nini? Wamebatizwa. Maneno imekorogwa katika hii dunia. Unakuta watu wengi wamepotoa. Si ndio? Kabisa. Kama vile watu wanasema tunakula nguruwe sababu kwa ajili ya maombi. Ukimwambia chukua hiyo mbwa ama chukua hiyo nyoka ama chura. Uwekelee ama ile chura kia mbugoda. Uwekelee kwa meza, utakaza kwa maombi. Kwa nini wafanye hivyo? Si lazima tujebue maandiko. Kwa nini uchukue hiyo chura, uwekelee kwa meza, uite mke na watoto, uambie leo ugali tunakula na nini? Na hii chura. Lazima hiyo mambo kieleweke, lazima hiyo mambo yaeleweke. Kwa sababu watu wamedanganywa kila mahali. Ati kwa maombi na kwa ati kila kitu kikiopewa kimetakaswa. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Na tutathibitisha. Nani amepotosha watu? Hebu soma hiyo ni kitabu gani uko unasoma? Soma kwanza Ayubu 6:24. Soma Ayubu 6:24. Ayubu anasema aje? Ayubu anasema namna gani? Nisikizeni nami nitanyamaa. Ati nifuzeni nami nitanyamaa. Nani nitanyamaza? Kimya. Mnijulishe ni jambo gani? Nililokosa. Kwa hivyo Ayubu anasema lazima mtu ajulishwe ni jambo gani alilolikosa. Kwa hivyo hili jambo ulilolikosa lazima tukuje hapa tufanye nini? Tukujulishe. Na lazima tukujulishe kwa sababu wachungaji ndio wamefanya watu wapotee. Hebu soma Isaia 50:6. Isaia 50:6. Isaia ni 50. Mstari wake ni wa 6. Wale watu wamepotoshwa na wachungaji ndio wengi na wataenda katika hali ya kuuawa. Sababu wachungaji, mwelekezi ametuambia wachungaji wengi haja yao sana ni kile kinatoka kwa washirika. Ndiposa mtu akikuja akiwa uchi katika kanisa, mchungaji hawezi mwambia wewe umevaa uchi. Ndiposa unaona wanawake wanavuruta nguo huko, wanatafuta, wanaekelea mikono, come the way you are, unaekelea mikono. Wengine wanavaa vile wanataka, wengine wanasuka nywele, kila kitu ya aina iko huko katika makanisa. Na wachungaji hawaambii hawa watu ukweli, ndiposa tuwaambie ukweli, na ukweli inauma kabisa. Usifikirie ukweli haumi. Ukiambia watu ukweli hawatasheka. Kwani unafikiria mitume walikuwa wanakatwa kichwa na nani? Ni walevi? Hapana. Sio walevi, ni watu wa dini, watu wa madhehebu. Unafikiri Isaia akikatwa na Musumeno alikatwa na nani? Ni wale watu wanajiita ni watu wa dini, watu wa dini, kwa sababu watu wamekunywa ile divei ya shetani, kwa sababu wakienda katika madhehebu wanafunzwa itikadi, na mtu anasema mimi huku siwezi toka. Ukimwambia ukweli hasikii ukweli. Hebu soma hapo. Nasoma katika Isaia 50 mstari wa 6. Mstari wa 6 inasema namna gani? Naliwatolea wapigao mgongo wangu. Ndio, unasoma wapi? Isaia 50. Nasema nataka Yeremia 50 mstari wake ni wa 6. Yeremia 50 mstari wake ni wa 6. Hebu soma hapo. Inasema namna gani? Yeremia 50 mstari wa 6. Inasema namna gani? Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao wamewapotosha milimani. Wamekwenda toka mlima hata kilima. Wamekwenda kutoka kanisa hii. Unaona mtu ako kanisa hii, unasikia mtu ameenda makanisa kama 10. Anasema anatafuta ukweli. Yule mtu ambaye amempotosha ni mchungaji. Akienda huku anakuta watu wanasema mambo haieleweki. Akitoka huku pesa kila Jumapili, pesa ya mhubiri. Mhubiri ananunua gari, mhubiri anajengewa nyumba, tunaenda kuangalia mhubiri. Sasa watu wengi wameoleka kwa wachungaji. Hata wanawake wengi hawajaoleka kwa mabwana zao. Unasikia unasema tunaenda kuoshea mchungaji nguo, na mzee wake hata kiatu haijapigwa rangi. Ati wanaenda kupalilia mahindi ya mchungaji, na kwake hajafanya nini? Hajapalilia. Unasikia ati anapelekea mchungaji malipuko ya kwanza, ati kashau kashogoyo kale yake katika
muhunjia no muthuri wake ni gatheri na ngima ya ndubia riu ri riu ogagikora atiri riu na thuri ni marigitwo atiri ikahunjia mari atia macoka mahuna ri ukamaigua nako anga ni akuire nako ndare kungireka kuigua kuria Murang'a ni turamaigua na ni tumoi ona inyo ni mumoi ti ati muri ageni koguo ri sasa lazima tuhubiri ukweli na ukweli unauma. Kwa hivyo busoma hapo. Aya, tulikuwa tumefika katika kilima, kwa hivyo hata malizia hapo. Isaia 9:16. Soma Isaia 9:16. Lazima watu wahubiriwe ukweli, waweze kuelewa ukweli wa maandiko, kwa sababu watu wangu wamekuwa kondoo ambao wamepotea. Kwa nini unapotea? Ili hali ujue ukweli. Siku ya leo ujue ukweli, na hiyo kweli itakutia huru. Hiyo kweli itakutia huru. Wacha kufuata watu. Unajua watu wengi hawezi simama hapa kwa ajili ya kusema atetee dini yao. Kwa nini unasikia haya kutetea dini yako? Kwa nini? Kama ni ya kweli, kwa nini unasikia haya kuitetea? Ukuje hapa ulize swali uitetee dini yako. Watu wengine ni porojo, wanajificha huko tu. Wanataka kutetea dini yako. Kwani sio ya kweli? Hata kama ni mhubiri. Hata kama ni mhubiri, uite hapa kuja ulize swali. Yote akuja ulize swali. Bora. Hebu soma hapo Isaia 9:6. Isaia 19:16. Isaia 16 9:16. 9 nipo hapo moyo wangu. Kwa maana ndio teremka. Kwa maana maandiko yaseme waongozao watu hao ndio wakoseshao na hao wanaoongozwa na watu hao ndio wameangamia. Wale ambao wanaongozwa na hao wanajiita mashugaji, mapasta, makibicho, hao wote ndio wanafanya watu wafanye nini? Wapotoe. Kuna swali tulikuwa tumeulizwa hapo, tumetoka tutaenda bio. Je, wanawake wanastahili kuhubiri? Si ndio? Sababu watu wanasema ya kwamba ati atimia kuma gitama gia tukari nimetekeririo marutanage riu ri athuri maikaire ki riu ri tutigucokia na kanua. Hebu soma kwanza kitabu cha nani anastahili kuongoza maombi, uone nginya mĩciĩ ũrĩa ĩthirĩte. Ũreciria mĩciĩ ĩthirĩte nĩkĩ? Kwa nini boma zimeharibika? Hata wazee walisahau na kazi yao, ndipo hata unaona baraka hakuna. Sababu ugali kikuja kwa meza unaigwa jina kama mauto hivi na mzee ako hapo. Sasa hiyo nyumba ni ya nani? Ni hiyo mzee ama na hiyo mama? Wacha maandiko ituelezee. Na kwa nini maandiko yalikataza? Sio sisi tulisema, ni maandiko. Sio mimi nisema nizaliwe nikiwa mwanaume, na sio yeye ulisema uzaliwe ukiwa mwanamke. Ya mwenye kukuumba ndiye alitofautisha. Soma kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza 2. Mstari wake ni wa 8. Timotheo, na washike maandiko. Unajua watu wengi hawasikilizi. Andu manyite maandiko. Ati atimia ri ni magirire kurutana kana kuhunjia kana kuhoithia. Timotheo wa mbere, Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 8. Mstari wa 8 inasema hivi: Basi nataka wanaume wasalishe. Wanaume wafanya nini? Wasalishe kila mahali. Kila mahali tigociarithia acha mahoithagie ndio andu makigwa kundu guothe kwenda ati kundu guothe arume mahoithagie. Hebu endelea. Huku akiinua mikono iliyotakaswa pasipo hasila wala hatari marakara kana ngarari. Ati ni kwenda kundu guothe arume mahoithagie ario makioga moko matheruke na iguru hatari ke garari na kana marakara. 11. Hebu soma 11 hapo sasa. 11 hapo tu nini kwa hapo tu 11. Haya inasema hivi mwanamke na ajifunze katika utulivu akitii kwa kila namna kwa kila namna. Kwa hivyo wapendelea simpi mwanamke ruhusa ya kufanya nini? Kufundisha wala kumtawala
mwanaume ndio, bali awe katika utulivu. Ali kama nini? Utulivu. Hiyo ni mimi nimesema ama ni maandiko? Ni maandiko imesema. Mwanamke hastahili kufundisha na hastahili kuongoza katika maombi. Ana hastahili hata kutawala mwanamke, sio mwanamke. Hastahili kutawala nani? Mwanamume. Na hawa wanasema ati gitama negekire atia? Negeaterukire. Hau kiandari gikiuga atumia mahoithagia. Niguo handikitwo. Najua watakuja na hiyo andiko. Watayarisha hiyo msitu lazima tuwashe moto. Leo lazima hiyo. Kiu githaka gihove. No nginya tugiakie mwaki. Uhoro ucio wiki atia? Mwanamke kama anataka kufundisha afanye nini? Wakorintho wa kwanza 14:34. Wakorintho wa kwanza, hiyo kishaka lazima tupite. Na ando marauga atiriri ati bario njira-ini yamwo mwathani akiatia, mwathani agocwo na riu andu matirumagira maandiko, andu matithomaga maya maandiko, Biblia inasema hiyo ndio lugha. Wakorintho wa kwanza 14:34 inasema namna gani? Wakorintho 14:34. Shakamuka. Inasema wanawake na wanyamaze katika kanisa. Katika nini? Katika kanisa. Maana hawana nini? Kunena bali watii. Wafanya nini? Watii. Na hawa siku leo wanatii. Ukiona mwanamke ambaye ni mhubiri anatii. Hatii kwa sababu maandiko imesema, hebu rudia hapo waelewe. Wanawake na wanyamaze. Na wafanya nini? Na wanyamaze. Katika kanisa. Ndio. Maana hawana ruhusa kunena. Bali watii. Kama vile inenavyo Torati. Nayo. Sasa Torati ni nini? Kutii ni nini? Kutii. Lazima watii. Hebu soma 35. Wakienda kinyume na hayo. Nao wakitaka kujifunza neno lolote na waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao. Maana ni aibu wanawake kunena nini? Katika kanisa. Sasa hiyo ni aibu. Sasa ukiona mwanamke ambaye ananena katika kanisa, hiyo kanisa iko na aibu. Hiyo ni kanisa ya aibu. Kwa hivyo maandiko imesema hivi, wanawake na watii. Na wasifanye nini? Wasinene katika nini? Wakitaka kunena wafanye nini? Waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao. Sasa kwa nini tunaambiwa mwanamke atii? Sasa tuone mwanamke katika maandiko. Kwa nini? Unajua si tunashukia wanawake. Hapana. Unajua sio sisi tulisema. Sisi tumeandika. Na maandiko isibadilishwe. Hapana. Mtu akibadilisha maandiko itafanyika nini kwake? Hebu soma Ufunuo wa Yohana 22:18. Mtu akienda kinyume na hiyo maandiko nini itafanyika kwake? Hebu soma Ufunuo 22:18. Mtu asiongoze. Ufunuo wa Yohana 22:18. Si ndio? Inasema namna gani? Inasema hivi. Inasema namshuhudia kila mtu ayasikia. Changamuka. Ndio. Namshuhudia kila mtu asikia ya maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yeyote ndio akiyaongeza ndio mweza atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa
yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Sasa mtu asiongeze wala asitoe. Kwa hivyo ukiongeza ama utoe, ugojee mapigo. Ugojee mapigo. Na mapigo ni nini? Ni kifo. Kwa hivyo usiongeze wala kutoa. Na ndiposa utaona hata wanawake wa leo wanavaa longi, si ndio? Hatujamaliza hiyo na wanawake kuhubiri. Wanawake wa siku leo, siku za hizi wanavaa trouser. Na wanaume wanavaa nini? Skirt. Wanaume wanavaa skirt. Sinauliza wewe, wanawake wanastahili kuvalia nini? Hapana, sijasema kusuka nywele. Ninauliza mavazi. Mwanamke anastahili kuvaa nguo za mwanaume? Ngoja maandiko ijibu. Isome. Soma hapo. Kumbukumbu la Torati 22:5. Sasa tuone hao tu wameenda kinyume na maandiko. Sio hii Biblia wanasoma. Kama wewe ni mwanamke na kama wewe ni mwanaume lazima ufuate Biblia. Usipofuata Biblia na kuna wengine wanavaa nguo ni nguo lakini ni nguo ushi na hao tu wanaenda kuabudu. Hebu soma hapo. Kitabu ni Kumbukumbu la Torati 22 mstari wake wa 5. Wanawake inasema hivi mwanamke asivae mavazi ya nani? Yampasao mwanamume. Ati mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume. Kwa nini? Wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke. Kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa mwenza wake, ni machukizo kwa Baba wetu Yawe. Kwa hivyo mwanamke asivae nini? Mavazi ya nani? Ya mwanaume. Naye mwanaume asivae mavazi ya nani? Ya mwanamke. Na siku hizi tunaenda namna gani? Wahubiri wanaweza pia wanawake watoe hizo longi. Gumu sana. Unafikiri wewe ukiwa mwanamke unavaa longi, Baba wetu Yawe aliye mbinguni huwa haneni kamwe na mwanamke ambaye amevaa longi. Nahumu 3:5 tuone kama kuna Baba wetu anaongea. Wewe ukivaa longi hata maombi yako uwape namna gani? Hawezi sikika. Hawezi. Kwa sababu wewe anakuona kama shoga. Tutaona shoga namna gani? Kwa nini? Wewe Choroshia kajuri. Choroshia kajuri itiri guku. Choroge timie kwa gishoretwo ki. Iko gishoretwo. Weka maigoro mzuri. Gikoragwo gicoretwo mutumia wena gathikati nakio kihoro kia arume gikoragwo gicoretwo muthuri wena mugutho niki gitumaga atimia matingagira guku na miguto aria mena miguto wanini waingi si wangeenda huko huko mauga kajuri mahitiri waingie huko kwa nini kajoa wajakosea? Sasa unafikiri tukihubiri hivyo watu watatupenda? Hawezi. Watu wakuja hapa wapiga makofi. Hata vile mmehubiri mahubiri mazuri. Wachungaji wanaweza sema hivyo. Si ndio nakuuliza? Wanaweza sema hivyo? Hawezi. Kwa nini hawasemi? Kwa sababu kwa nini hawasemi? Bora mfuko ikuwe imejaa. Bora mfuko ikuwe nini? Imejaa. Iposa wanaambiwa utapokea container kutoka China. Watoto wako katika China wataenda ng'ambo. Na baba ya. Sasa hiyo ndio maneno watu wanafanya nini? Wanataka. Lakini ukiwaambia ukweli hawataki. Ukweli inafanya nini? Hiyo ndio mambo watu wanataka. Hiyo tukihubiri hapa watu watajaa hapa. Watu watafanya nini? Watajaa. Lakini soma Nahumu 3:3. Nahumu 3:3. Baba wetu Yawe huwa haneni na mwanamke ambaye amevalia longi. Haneni. Hebu sikia. Anasema hivi. Unasema namna gani? Panda farasi. Akipanda. Unasoma mstari wa 5. 3:5 Nahumu. Inasema namna gani? Tazama. Mimi ni juu yako. Asema mwenza. Ndio. Wa majeshi. Ndio. Nami nitafunua marida yako. Marida yako. Amesema trouser. Marida. Amesema marida ni nguo za nani? Marida ni nguo za mwanamke. Ni nguo za wanawake. Kwa hivyo yeye anaongea na mwanamke ambaye amevaa nini? Marida. Na mwenye amevaa trouser. Aongei na yeye. Wazee wanastahili kuvaa nini? Hebu soma Danieli 3:21. Danieli ni 3:21. Hebu soma 21. Inasema namna gani? Danieli 3:21.
uone ya kwamba wazee wanastahili kuvaa nini. Maandiko hakuna kitu haijaelezea. Watu ndio wametoka kwa imani. Watu wanafuata mambo yao, lakini sio mambo ya maandiko. Wewe wacha kusema ati umeamini. Umeamini nini? Hujaamini maandiko. Wewe umeamini mambo ya wanadamu, vitu zako. Hebu soma hapo Danieli 3 mstari wa 21. Inasema namna gani? Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao. Wamevaa nini? Suruali zao. Wamevaa nini? Suruali zao. Wamevaa suruali. Hao ni wanaume. Wanaume wanavaa suruali. Wanawake wanavaa nini? Marida. Wanavaa marida. Sasa hao ni wanawake. Wanasema ya kwamba wanaenda kuopa, ili hali wamefanya kinyume. Sasa tuone wale wote wanavaa kinyume na maandiko kama watapata uzima wa milele. Tuangalie Sefania 1:8. Kama wao wanavaa kinyume vile maandiko imeagiza, tuone kama wataurithi ufalme. Sefania 1:8. Hebu soma Sefania 1:8. Sefania ni 1 mstari wa 8. Mstari wake ni wa 8. Inasema namna gani? Inasema hivi. Inasema na itakuwa katika siku ile ya dhabihu, katika siku ile ya dhabihu ya mwenza nitawaadhibu wakuu, nitawaadhibu wakuu na wana wa mfalme na watu wote waliovaa mavazi ya kigeni. Mavazi ya nini? Kigeni. Mavazi ya kigeni. Agikuyuri athungu matano kali nimekagira miguzo walikuwa wanavaa masuruali. Wanawake hawakuwa wanavaa, wameiga mfano ya kigeni. Sasa eburudia hapo mwisho, ati wote ambao wanavaa mavazi ya kigeni watafanya nini? Anasema hivi mwenza, wataadhibiwa. Nitawaadhibu wote wakuu na wafalme na watu wote waliovaa mavazi ya kigeni. Wanaovaa nini? Mavazi ya kigeni. Unajua kwa nini haya mambo hayawezi sema kwa kanisa? Kanisa siku hizi ni bududo. Ukiuliza watu umesoma nini? Toinete. Lakini hakuna kitu kingine. Pole. Ukiuliza watu leo mumesoma nini? Magwaka leo tumeiba mpaka nguo zimeraruka. Lakini maandiko hakuna. Mshirika maandiko mwe. Si ndio? Pasta maandiko mwe. Hakuna kitu. Hakuna. Sasa nani ataokoa mwingine kati ya mshirika na mhubiri? Kati ya mshirika na mhubiri nani ataokoa mwingine? Nani ataokoa mwingine? Kwa sababu wote hawajui. Ukiwauliza wamesoma nini, ni bududo tu. Hakuna kitu kingine. Watu siku hizi ni bududo kwa makanisa, lakini masomo hakuna. Kwa hivyo tumeambiwa kwamba mwanamke yeyote anayevaa nguo za mwanaume agoje jikoni. Goja jikoni, hakuna kitu kingine. Hiyo ni direct. Wewe goja jikoni. Wewe goja nini? Moto inakugoja. Goja jikoni. Kama wanaume, hebu mwanaume kama huyu anakuja hapa amevaa skati. Kama huyu amevaa skati, ni mwanaume aina gani? Mudume yake kirathi kati mugaga niki. Sasa sisi tunahubiri hapa tuvae mini skirt. Unajua mambo mengine lazima ieleweke. Sasa mhubiri kuanzia leo washukaji waanze kuvaa marita na mini skirt. Ama kuna skati ambazo hazina mifuko za wanaume. Unajua wanawake wanasema ati trouser zao hazina nyororo na hazina mifuko. Kwani kuna skati za wanaume hazina zip na hazina mifuko. Hata inashangaza. Watu hawajui kwenye umeelekea. Hawajui. Kwa nini watu wanafanya kinyume na vile maandiko imeagiza? Na wanasema ya kwamba ati wao wanaenda kuabudu. Tuangalie ni nini hii iko hapa. Sasa turudi kwa nini hiyo kwanza tutarejea baadaye. Tumesema wanawake hawastahili kuwa wachungaji. Si ndio? Si ndio tumesema hivyo? Hapo ni kabisa. Na maandiko imekataa? Na maandiko imethibitisha. Imekataza. Wanawake hawastahili kuwa nini? Kuwa wachungaji. Kwa nini maandiko inasema hivyo? Waefeso 5
22. Waefeso ni 5:22. Waefeso ni 5:22. Mstari wake ni 22. Inasema hivi, enyi wake watiini waume zenu, watiini kama kumtii mwenza wenu. Wanawake watii nini? Watiini waume zenu kama kumtii yawe wetu. Thiko ici maugaga nie ndingĩ na mera mũndũ wĩna magego thateke atĩ ndingĩthĩnjĩra ngoma. Umeambiwa umtii hata kama ni milionea. Sio tafadhali. Na sio tafadhali. Mwanamke amtii mume wake. Hebu endelea. Hiyo 23. 23 inasema namna gani? 23 inasema kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Mume ni kichwa cha mkewe. Kama Mesia naye ni kichwa cha kusanyiko, ni kichwa cha kanisa ama kusanyiko, ndio naye ni mwokozi wa mwili. Ni mwokozi wa nini? Wa mwili. Sasa wakati tunaongea kuhusu mwanamke na mwanamume, maandiko inaongea kuhusu nini? Hebu soma 32 hapo. 32 hapo. 32 inasema siri hiyo ni kubwa ila mimi nanena habari ya Mesia na kanisa. Sasa hiyo ni mambo ya mwokozi na kanisa. Wakati unasikia watu wakisema ati mwanamke anastahili kuongoza mwanamume, hiyo ni kinyume na kanisa kabisa. Ukikuta mahali mwanamke ndiye anatawala, huko ujue hakuna kanisa. Hakuna kanisa. Juu mwanamke ni mfano wa kanisa, si ndio? Naye mwanaume ni mfano wa mwokozi wetu Yahshua Mesaya kabisa. Kwa hivyo ukikuta mahali mwanamke ndiye anatawala, ukujue huko hakuna kanisa. Huko hakuna kanisa. Hiyo ni mambo mengine huko. Ukikuta mwanamke ndio mshugaji, huko hakuna kanisa. Hakuna kanisa huko. Kwa sababu kanisa lazima iongozwe na mwanaume, alafu mwanamke afuate. Hebu soma sasa Timotheo wa kwanza tumalizie na hiyo, twende jambo lingine. Timotheo ni wa kwanza 3 tumalizie. Mwanamke anastahili kuwa ako chini ya mwanaume. Hakuna mwanamke anastahili kutawala mwanamke. Na nikiona mare muoguo marathio kwa akahuere bayo irie mbogo bagi gũkũ ũkoraga andũ menjaga gũkũ ũtukũ magĩthiũrũka gũkũ taũni, angĩ mena tũnyamũ marahe irio mĩciĩ gũkũ gwa Kũng'ũ na gũkũ Mombatha na kũrĩa Nanyuki ũkoraga maihũire kũu magĩetha mahinya magwĩka atĩa, magũtawala, sababu hiyo sio haki. Na hawa watu ambao ni washawi aciothe makuaga mbogo huko na ginyage makua mahindi ma nguruwe. Unakuta mtu amekuja hapa amebeba mafupa ya nguruwe atendaka themeko kana na karogo. Hiyo ni ushawi. Hiyo nifanye nini? Ni ushawi. Hata ukienda kwa mganga kutafuta nguvu za biashara, nguvu za kumtawala mwanaume, wewe utafilisika na ukuve. Hakuna mshawi atapata uzima wa milele. Washawi wote jehanamu. Icio mbogo iteo. No keraga athuri piro makeheragia. Piro ni iroro. Ndio ishira komerwa kwa huko. Jiangaliwe sana kabisa, kwa sababu watu wengi wamekuwa washawi na timodo wao akakugeithia. Unaona kwa hii soko zifikiri hawa watu wote ni binadamu. Hapana. Hata kila mtu unakuta unafikiri ni binadamu. Hapana. Wengine ni shetani wanatembea kama binadamu. Wewe sio kila mtu unaamini. Hapana. Ati ukiingia kwa mtu shai, ukikuta mtu salamu, wewe chunga sana. Watu wote sio binadamu. Chunga sana. Ukiona watu wakitembea usifikiri wote ni binadamu. Hapana. Kuna shetani aina ya binadamu inatembea. Mtu akitaka salamu za mdomo imetosha. Mambo mengine watu watajikwaa. Watu wameharibika siku hizi. Watu wameharibika kabisa. Watu wanaabudu mashetani kabisa. Watu wamejazwa na nia bovu. Mtu anataka kukuharibu. Unaona mtu anakuletea switi, sijui mtu anakuletea nini, na kazi yako ni kukula tu. Kila kitu ukipata tupo.
Wewe jichunge sana. Chunga. Hata mashida ingine watu wako nazo ni mashida watu wamejiletea. Sababu watu wamekuwa wa kuabudu shetani kwa hali ya juu sana. Hebu soma hapo. Timotheo ni wa kwanza. Timotheo ni wa kwanza. 3 mstari wake ni wa kwanza. Inasema hivi. Inasema ni neno la kuaminiwa. Neno la kuaminika. Mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Atamani nini? Kazi njema. Kazi njema. Ndio. Basi imempasa askofu awe mtu asiye laumika, mume wa mke mmoja. Sio mke wa mume mmoja. Mume ate mudhuri wake wa mutimia omwe. Ate mutu akitamani kazi ya askofu mundu agirireria wira wo hujia akorwo ni mutimia wake wa muthuri umwe no hatinerwo mutimia wa muthuri ke hero muthuri wa mutimia ke umwe. Kwa nini watu wapige hiyo? Kama kuna mwanamke anastahili kuwa bishop ama anastahili kuwa deacon, hakuna andiko hata moja imeruhusu mwanamke kuwa bishop. Sikia hiyo mwalimu. Hakuna mwanamke anastahili kuwa nini? Ukikuta huko hakuna kanisa. Na ukikuta mwanamke ndiye mshugaji ukikora mutimia niwe mutungatiri eburejerea hapo, hiyo ni ushoga. Ati ucio ni uki ni ushoga, ucio ni ushoga na ushoga wa kiroho wikua thiini wa makanitha. Cokera hau Timotheo wa mbere 3 wone ushoga ihiko cia timia gwa timia uria ihikanitio kiroho wanyita andu matiramenya hindi ona mutimia ni muhunjia ucio ni ushoga. Ni kuga atiriri kiu ni kihiko kia mutimia na mutimia kiroho. Hebu rejelea hapo. Acha turejelea kwa maandiko. Hebu rejelea hapo. Inasema hivi. Ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu. Mtu akitaka kazi ya nini? Askofu. Atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja. Ate mume wa mke mmoja. Haya, yakorwo ni mutimia riu akorwo ni mutimia ri niwe muhunjia ri hau tuguthoma atia? Reke tuthome riu ri no tigwo handikitwo haritwo muthuri wake wa mutimia umwe twagikora ni mutimia riu hau riu tuone ucogo uria kuingira andu matige kuga ati yetu ni marahikia iritu maambiriirie kuhikania kanitha-ini tene. Kuu nikuo kihiko gia atimia na atimia kiambiriirie na ni ngukuonia kihiko kia arume na arume uria kiambiriirie koguo ri hau akora mutumia niwe muhunjia. Sasa haria he muthuri tondu mutimia ndangitungatwo ni muthuri no atungatirwo niki? No atungatirwo ni mutimia etiguo. Koguo ri hebu soma sasa. Weka mwanamke sasa, ndaweka kando niseme hau tu hapo tu mke wa mke mmoja. Hiyo ni nini? Kama si ushoga? Hiyo si ushoga. Mke wa mke mmoja. Maandiko inasema mume wa mke mmoja, na wao wanaweka mwanamke awe mshugaji. Sasa ukisoma mwanamke wa mke mmoja, hiyo ni nini? Ushoga. Kwa nini unasema kanisa hakuna ushoga? Iko ushoga wambiriirie makanitha-ini. Uje upinge hiyo, uje upinge useme hiyo sio ushoga. Ushoga wa kiroho umefanyika. Riu kiria gitigarĩtie na nikirathie na mbere riu atimia ungikora kanitha mutimia ni mushugaji kou matibatie kugiria atimia kuhikia atimia aria angi kou ni magĩrĩire gwĩtĩkĩria atimia kwa sababu njia ya kiroho imekubalika, lakini njia ya kimwili ndio imebaki. Wanajaribu kutetea. Sasa ndio wanajaribu kutetea. Sasa mambo ya kimwili
ifanyike kama mwanamke atakuwa mshugaji, kwa sababu njia ya kiroho itakubalika. Sasa tuone wengine ambao wameongoza ushoga wa wanaume kwa wanaume, men to men. Imeanza kwa kanisa ushoga iko ciarume kwa arume ciambireirie kanitha-ini riu ni hindi irakinya kuri andu nigetha maundu mau mekwo kimwiri, lakini hiyo mambo ya ushoga wa mwanaume kwa mwanaume imeanza katika makusanyiko ama makanisa. Timotheo wa kwanza 4 Timotheo wa kwanza 4 mstari wake ni wa kwanza. Timotheo wa kwanza 4. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Wengine watafanya nini? Watajitenga na imani. Watafanya nini? Wakisikiliza roho zidaganyazo na mafundisho ya mashetani. Na mafundisho ya nini? Ya mashetani. Watu hawapendi mafundisho ya kweli. Hapana. Wanapenda mafundisho ya nini? Ya mashetani. Kwa nini ya mashetani? Endelea. Ya mashetani. Ndio. Kwa unafiki wa watu wasemao uongo. Ndio. Wakichomwa moto. Ndio. Dhamiri zao wenyewe. Ndio, teremka. Wakiwazuia watu wasioe. Watu wasifanye nini? Wasioe. Komea hapo. Ati wakizuia watu wasioe. Unakuta ati mwanamume ni bishop wala hana mke. Mwanamume ati ni pastor na hana mke. Hiyo ni ushoga, kwa sababu mwanamume lazima akiwa bishop awe na mke mmoja, sio wawili. Lazima awe na mke mmoja. Lakini wa siku hizi unakuta mwanaume ambaye ni pastor wa kusanyiko na hana nini? Hana mke. Hiyo ni ushoga. Kwa sababu nani atakuwa akimtumikia? Nani atakuwa akimtumikia? Ni mwanaume pia. Kwa hivyo kiroho wanaume kwa wanaume wameona kwa kiroho. Sasa hiyo imebaki ni kimwili. Ni nini? Kimwili peke yake. Kwa nini watu wanasema niki kiratu madu matete maigu arume ni marahiki arume ari angi kimwili no kirohori mahikanirie tena. Ukikuta mwanamume ambaye ni pastor na hana mke, hiyo ni shoga. Hiyo ni nini? Ni ushoga. Hiyo ni ushoga wa kiroho. Lazima mwanaume ambaye ni bishop awe ni na mke mmoja. Ukikuta hana mke, ujue hiyo ni nini? Ni shoga. Kwa hivyo tukirudi kwa Timotheo wa kwanza 3 itasema namna gani? Itasema anayetamani kazi ya askofu atamani kazi njema, awe mume wa mke mmoja. Kama hana mke utasoma namna gani? Itasoma hivi. Itasoma namna gani? Mume wa mume mmoja. Mume wa mume mmoja. Mume mmoja. Kwa hivyo lazima mwanamume akitaka kazi ya kuwa askofu awe ameolekwa kwa mke mmoja. Hebu niulize, by the way, tukikuja matatizo ya familia baina ya mke na mwanaume ataweza aje kutatua? Huyu mwanaume ambaye hana mke ataweza aje kutatua kesi ya mwanamume na mwanamke na hana mke? Atajuaje mambo ya mke na mume? Ataweza kutatua namna gani? Sinauliza swali msomaji. Itakuwa gumu. Itakuwa nini? Gumu sana. Lazima pastor awe na mke, na hakuna mke ambaye ni pastor. Hiyo tunasema ni ushoga. Ukiona mwanamke ambaye ni mshugaji kwa kiroho, ushoga imefanya nini? Imeshaingia. Ile ilikuwa Sodomi na Gomora. Kwani unasikia Sodomi na Gomora nini ilikuwa huko?
Kenya kilikuwa Sodoma na Gomora. Ndio ushoga. Siku hizi watu wameuawa kiroho. Unakuta watu wengi kiroho wamefanya nini? Wamekufa kabisa. Lakini kimwili wanatembea tu. Watu wanatembea tu. Na wanatetea. Lakini kiroho wamefanya nini? Washakufa. Wamejaa kufa. Wamejaa fanya nini? Wamekufa. Wamejaa kufa. Sinajua wako na maswali mingi. Si ndio? Kabisa. Watakuja waulize. Waulize. Na tutawapea hii microphone. Kama mwanamke anastahili kuwa mchungaji, kuja utete na maandiko. Sio mambo ya mdomo. Na ukisema maandiko. Ukisema maandiko unatoa andiko. Ukisema ate unatoa nini? Andiko. Kwa sababu watu wengi wanafuata mafundisho ya nani? Ya kanisa, ya binadamu. Sio kanisa. Wanafuata mafundisho ya binadamu. Sio mafundisho ya Biblia. Hapana. Si ndio? Tuone mambo mengine watu wanafuata mafundisho ya wanadamu. Jambo lingine watu wanasema ate tunakula nguruwe, si ndio? Tunakula nini? Nguruwe. Nguruwe. Na kamera. Si ndio? Na boko. Na madhugumo maboko. Sasa tuone hizo vitu kama zimetakazwa. Si ndio? Tuanze na nguruwe kwa sababu watu wanakula nguruwe zaidi. Nguruwe ni halali, watu wakule nguruwe. Wewe unakula nguruwe? Na unasema wewe ni mtu wa kanisa. Hebu tueleze. Wale mauaga ati nguruwe ni therie na mahoya. Wacha tuisafishe saa hii. Maandiko isafishe ama ikatae. Wewe unakula nguruwe, ujue tamati yako. Umenye kule ugathie. Hebu soma hapo. Walawi 11:7. Walawi 11 mstari wake ni wa 7. Wale wanakula nguruwe, sasa sikizeni, na kamia, na punda, na boko, na sukula, na panya. Sasa hiyo kishaka lazima tuvagie. Watu wanakula nguruwe. Walawi 11 mstari wa 7. Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini hacheui. Yeye ni najisi kwenu. Yeye ni nini? Najisi kwenu. Ndio ni nini? Si ni nguruwe? Ni nguruwe. Hata kama amepasuka miguu hashewi. Tumeambia hiyo ni najisi. Na watu wanakula nguruwe. Watu wanajipaka mafuta ya nguruwe. Na hiyo tumeambia ni najisi. Kwani Nuhu alielezewa ni chakula gani tunastahili kukula. Hebu soma Mwanzo 6:21. Mwanzo 6:21. Mwanzo 6. Watu wanakula nguruwe. Watu wanakula ngamia. Watu wanakula sungura. Lakini hawakuli mbwa. Si ndio? Hawakuli mbwa. Hawakuli konokono. Lakini vikika ni nguruwe. Nguruwe imekuwa safi. Tukifika kwa konokono sio safi. Tukifika kwa kinyoga sio safi. Lakini tukifika kwa nguruwe analamba. Wanafanya nini? Wanakula. Hebu soma hapo. Mwanzo ni 6. Mstari wa 21. 21. Inasema namna gani? Inasema hivi. Inasema ukajitwalie chakula cha kila namna. Chakula cha kila namna. Ndio. Kinacholika. Kinacho nini? Kinacholika. Kwani kuna chakula ambacho hakiliki? Nashangaa. Si ndio maandiko imesema ujitafutie chakula kinafanya nini? Kinacholika. Kinacholika. Ate irerie shekaga atia? Irekaga. Kogo kole ile itekaga atia? Itagereka. Kwa nini watu wasikule nguruwe? Ndio tumesema. Tumeambiwa nguruwe ni najisi. Aleo dhamari ya nguruwe ile magathie ko. Hebu tusomee Isaia 66:17. Isaia 66:17. Inasema namna gani? Isaia ni 66. Mstari wake ni wa 17. Inasema
Aha. Hapo mwalimu? Soma. Watu wale maandiko matakatifu niseme. Watu wale wajitakasao. Watu wale wajitakasao. Ndio. Kujisafisha katika bustani. Kujisafisha katika bustani. Nyuma yake aliye katikati. Ndio. Wakila nyama ya nguruwe. Wakifanya nini? Wakila nyama ya nguruwe. Wakila nyama ya nguruwe. Wakila nyama ya nguruwe. Na nini? Na machukizo. Na machukizo. Na panya. Na panya. Maria aginyapea. Mundu wothe uria nguruwe. Aria aginyapea. Ona apea arie. Waigua apea. Nago tunyuru. Tuone tulithagio. Wa white. Kama unakula nguruwe, kula panya. Hata panya ukule. Tuendelea. Inasema na machukizo. Na machukizo. Na panya. Watakoma pamoja. Watafanya nini? Watakoma pamoja. Watakoma pamoja. Othe magavira guthira. Ndio. Asema mwenza. Asema baba wetu ya. Kama wewe unakula nguruwe na unakula ngamia, kitu chochote ambacho ni najisi, wote watafanya nini? Watakoma. Wote watakufa. Hiyo sijui watafanya nini. Lazima watu wakule kitu ambacho ni halali. Kwa sababu unapokula chakula lazima umtukuze baba wetu yawe. Hebu soma Wakorintho wa kwanza 10:31. Unapokula chakula yoyote lazima uangalie ni chakula gani safi na ingine najisi. Wakorintho wa kwanza 10:31. Wote wanaokula nguruwe, inasema hivi, wote wanaokula panya, wote wanaokula ngamia, sugura na vitu kama hivyo, wote wameambiwa katika jehanamu. Inasema Wakorintho ni 10. Wakorintho wa kwanza 10:31. Inasema basi mwapo au munywapo, mnapokula na mnapokunywa, mfanye nini? Au mtendapo neno lolote, ndio, fanyeni yote kwa utukufu wa Yawe. Fanyeni yote kwa utukufu wa Yawe. Kwa utukufu wa Yawe. Kama ni chakula unakula, lazima uzingatie maandiko. Kama ni kukunywa, lazima uzingatie nini? Maandiko. Lazima uzingatie maandiko. Mtu hastahili kula kitu kama hazingatii maandiko, si ndio? Kwa hivyo hata Nuhu alielezewa kitu najisi na kisichokuwa najisi. Kweli. Kwa hivyo lazima watu wakule vitu ambavyo ni halali kwa maandiko. Kama wewe hutii sheria, utapata ufalme wa mbinguni. Utapata. Mtu hastahili kula kitu sababu kinapatikana. Hapana. Kwa sababu mwili ya mtu ni hekalu. Tumalizia hapo, twende jambo lingine tumalizie. Sasa soma Wakorintho wa kwanza 6:19. Wakorintho wa kwanza, mwili wa mtu, mwili wa mundu ni hekalu. Etiguo? Mwili wa mundu ni ke? Ni hekalu. Ni hekalu. Na hekalu ndingikatia. Ndiagiriire guthukio. Soma hapo. Wakorintho wa kwanza 6:19. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ni hekalu ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Ni hekalu ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Ndio. Aliye ndani yenu. Aliyepewa na Yawe. Sasa mwili ya mtu ni hekalu aliyopewa na nani? Na Yawe. Kwa hivyo mtu asiuharibu mwili wake. Hapana. Kwa kukula vitu ambavyo ni najisi. Hata wale wanakunywa pombe, na wale wanavuta sigara, na wale wanakula kopero. Hiyo yote ni najisi. Inaharibu nini? Mwili. Inaharibu mwili. Kaya yote ni najisi. Yote ni najisi. Hata kaya yote hizi, hakuna kitu kama hiyo inastahili kukuliwa. Yote itupiliwe kando. Kwa hivyo tumeambiwa mtu akule kitu ambacho ni halali. Sasa tunaingia Sabato, si ndio? Hapo kukula na chakula. Watu wanasema siku ni siku, si ndio? Saa leo ni siku ya Sabato. Leo ni siku ya Sabato. Na ulitusomea ukatuambia mtu awaye yote anaiharibu siku ya Sabato anafanya nini? Atakufa. Kwa hivyo maandiko inasema mashahidi ni wawili wa watatu. Ati aina ni leka na igana atatu. Leo twethe ino wake ndugitagwo ihariria
riũa rĩathũa wĩkĩre thabatũ no andũ marauga atĩrĩrĩ rũciũ nĩ mũthenya wa wĩra no rĩu-rĩ rũciũ nĩ mũthenya wa wĩra kana nĩ mũthenya wa thabatũ nĩ mũthenya wa thabatũ thama 20 mũraini wa 8-rĩ nĩũgaririkanaga kĩ mũthenya wa thabatũ wamũrage tũgũthoma na Gĩkũyũ ririkanaga mũthenya wa thabatũ wĩkage atĩa wamũrage rutagĩra mĩthenya kĩ ĩtandatũ ũgeka maũndũ maku mothe no mũthenya wa mũgwanja nĩ thabatũ ya ithe witũ mũthenya ũcio ndũkaneke atĩa ndũkanaruta wĩra ona ũrĩkũ we mwene kana mũrũguo kana mwarĩguo koguo-rĩ andũ mabatiĩ kũmenyerera kĩ mũthenya wa thabatũ tũthomere na mathate wanu mũraini wa 15 cokera hau thama nĩ thate wanu mũndũ wothe ũthũkagia mũthenya wa thabatũ no mũhaka ageka atĩa no mũhaka akoragwo tũigue na maandĩko thama nĩ thate wanu kamweri ga 15 ĩrauga atĩa ĩra ũrĩrutagwo o mĩthenya ĩtandatũ no rĩrĩ mũthenya wa mũgwanja thabatũ ya kũhurũka ti mũndũ kũrĩa kwamũrĩirwo yawe ũndũ wothe ũrĩa ũkaruta wĩra wa mũthemba ona ũrĩkũ mũndũ wothe ũkaruta wĩra wa mũthemba ona ũrĩkũ mũthenya ũcio ndarĩ hingo atageka atĩa atakoragwo koguo-rĩ mũthenya wa thabatũ nĩwagĩrĩire gwĩka atĩa kuhuruka ndio katekisimu hiyo katekisimu sasa tuchukue sasa kitabu yao iko hapa juu hiyo ndio hiyo katekisimu hiyo ni kitabu gani unasoma hapo? Hii ni kitabu katekisimu ya maswali na majibu, inatokana na katekisimu ya kanisa ya Katoliki. Ate hiyo ni katekisimu yake ya Gathoreki irauga atia page 133 tuone onake muvea we mwenyewe muvea niyo thabatũ niyo yama no inyu mutiũĩ no mũmũrũmagĩrĩra no muvea niyo ati thabatũ niyo yama. Hebu soma katekisimu amri ya tatu inasema namna gani? Inasema iweke kitakatifu siku ya Yawe. Iweke takatifu siku ya Yawe. Ama niseme vile imeandikwa. Sema vile imeandikwa. Iweke kitakatifu siku ya Mungu. Ndio. Katika agano la kale. Mungu alitaka nini? Siku ya saba. Alitaka siku ya saba iwe siku ya mapumziko. Iwe siku ya nini? Ya mapumziko. Ndio. Kwa manadamu. Kama vile yeye mwenyewe alivyopumzika siku ya saba. Ndio ila uongo. Ni katekisimu. Ni inatokana kanisa la Gathoreki. Ila ugate muthenya wa thabatũ ni kwagire gwika atia? Kuhuruka. Muthenya wa mũgwanja. Nona ake amonagia muthenya wa mbere wake wa wiki wa kiumia. Makoria atiriri. Iyo ni ibuku riao. Eno nĩ ya Gathoreki. Nĩ ugite atia? Andũ mahurukaga muthenya wa mũgwanja. Na nĩyo ki? Nĩyo thabatũ. Nĩ itu iyo. Eno ti itu. Eti yao. Nĩ yao. Na nĩ ugite ũguo. Ũguo ri. Nĩ uthie riri. Nake Muislamu sasa chukua Korani sasa. Korani tuone kama Muislamu na yeye anakubali siku ya Sabato ni gani. Tuone. Sasa tuchukue Korani 7. Korani 7. Hiyo ndio Korani tunasoma. Korani inasema siku ya saba ni gani? Lazima Korani iseme. Korani 7 163. Korani 7:163. Tuone ama Korani inasema siku na hao wanaabudu siku ya Jumamosi. Muithiramu ahoyaga umuthi no ni agutwira atiriri siku ya kuhoyo ni iriku. Hebu soma Korani ni 7 163. Inasema hivi, na waulizeni habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari. Inasema namna gani? Inasema na waulizeni habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari. Watu wa mji huo walipokuwa wakivuja kufanya nini? Wakivuja sheria ya Jumamosi. Sheria nini? Jumamosi ambao waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo. Waliambiwa wasifanye kazi katika
siku hiyo ya nani? Wafanye nini? Wafanye nini? Ibada tu. Waliambiwa wafanye ibada. Hiyo ni Korani. Irauga atiri muthenya wa Thabatũ ndurutagwo wira ona uriku tigo kuhuruka. Hiyo ni Korani hii Muislamu. Irauga ati Muithiramu arauga niyo Thabatũ niyo yake niyo yama na muthenya ucio ndagire kurutwo kire wira noe Muithiramu ri ahurukaga ri muthenya wa gatandatu. Ahuruka muthenya wa gatandatu uri Friday nake mundu wa kiumia ri akahuruka muthenya wa mbere wa kiumia. Oya buku ino ino iretwo atia? Ino iretwo The Catholic Answer Bible. Catholic Answer Bible. Uta hau karurigi kauga gekiritwo hau karurigi Catholic Answer Bible. Leo niwe gutwe anja lazima washahidi wao wawili ama watatu. Catholic Answer Bible. Ngoma hau erauga ate hau iguru erauga what does the church teach about work on Sundays? Ate ni atia kanitha iraturuta wira muthenya wa mbere wa kiumia Sunday. Iyo ni Gatholeki itwire atiriri Sunday ni yama Bible ni ya Gatholeki iretwo The Catholic Answer Bible. Soma sasa, inasema nianze wapi? Anza hapo mwanzo apio au iguru. Irauga ate Nehemiah was a Jewish layman who was devoted to God. Ate Nehemia ari mundu werutĩire kũrĩ ithe witũ muno ikoroka and he longed to see God well kept na nĩendete kuona ithe witũ na kũiga mawatho make by his people. Ndio andũ ake ni through Moses endelea nisome vile tumeandikwa. Soma vile imeandikwa. The Lord had commanded the ancient Israelites to keep holy the Sabbath day. Keep holy the Sabbath day. Ate maamure muthenya wa Thabatũ na maamure meke atia mautie. Ndio that is to set aside a particular day each week especially for worship and the rest. Ate muthenya umwe wa Thabatũ mwamurwo mahuruke na marute service utie ndungi kuma riũa riũa nĩ rĩathũa thaa ici kinya o rũciũ hwaĩ-inĩ riũa rĩake atia na ĩyo nĩ mbuku ya Catholic Answer Bible. Ndia ukianda ekauga tuthome thĩinĩ wa Exodus 20:11 tigana hau rĩu thi hau kianda harauga atia scripture suggest that a regular day of rest ate muthenya ũrĩa wagĩrĩire nĩ kũhurũkwo is actually na mane nĩ muthenya wa is actually part of the rhythm of creation ate muthenya ukiumbwo muthenya ũrĩa wa kũhurũkwo nĩ ũrĩkũ? Thiĩ na mbere. In the poetic language of Genesis, God himself is pictured as resting on the seventh day. Ate ithe witũ ahurũkaga mũthenya ũrĩkũ? On the seventh day. Ahurũkaga kĩ? On the seventh day. Into bracket Saturday. Into bracket Saturday. Ndio endelea. After creating the world, the world, an example, we are to imitate. We are to do what? To imitate. Ate twagereire gwĩka atĩa? Twagereire gwĩka atĩa? Kũrũmagĩrĩra. Ate we ahurũkaga mũthenya wake wa mũgwanja ũrĩkire atĩa? Arĩkirie kũmba akĩhurũka na mũndũ wothe agĩrĩire kũhurũka mũthenya wake wa mũgwanja. Nĩ Bible yarauga ũguo? Ĩrĩa ya Gatholeki. Mũndũ ũkĩuge tio. It's a Catholic church. Endelea. Thiĩ hau kĩanda. Ĩgacoka ĩkauga atĩa? Ĩkauga today the church continues to call us Today, the church continues to call us to a weekly Sabbath. Ate nginya ũmũthĩ kanitha ciagereire gũthiĩ mũthenya wake wa mũgwanja na nĩguo kĩ? Na nĩguo Thabatũ. No
but in honor of Jesus. Ate in honor of Jesus. Ate in honor of Jesus. Ate ndio wagotea Jesu. Resurrection on Saturday. On Saturday. This first day. First day. This first day. This first day of the week. Of the week. This first day. How got it? This first day of the week is now our time for the rest and the worship what the early Christians named the Lord's Day. Ati muthenya wa kuhurukwo ni thabato ucio ni popu rauga uguo ni popu andikite ibuku riri muthenya wa kuhurukwo niki ni thabato no riu ri ati ni undu wa gutia gutia muthenya wa kuriuka kwa Jesu nikio mahuruka muthenya wa mbere wa kiumia uretwo muthenya wake wa mbere wa kiumia the first day of the week koguo makieheria thabato magikira muthenya wa mbere wa kiumia wa wiki no tiguo muthenya wa gwika ate wa kuhuruka na thabato niguo mauga no auga uguo ne popu auga atiriri muthenya wa kuhurukwo ti Sunday ni thabato koguo ri we umenye ati muthenya wa kuhurukwo ti Sunday niki ni thabato ni thabato no auga atiriri twekirire Sunday ni undu wa gutia muthenya wa kuriuka kwao kwa Jesu no ti undu wa mandiko kurumirira mandiko ni gutia ki kuriuka kwa Jesu no ti mandiko acio ni mehera jehanamu acio ni meheria makwandikira makwira atiriri akorwo ni wenda kuona muoyo uruka thabato no Sunday tiaho ni ithe twauga muithiramu ni eka atia muithiramu ni eheria auga onokorwo ni huruka Friday muthenya wa kuhurukwo niki ni wa mugwanja nake popu auga atiriri muthenya wa kuhurukwo ri niki ni thabato tisade ni eheria koguo weri ni undu wa guti riu ri muthenya wa Sunday ri andu mabatie guthie naku Mariko 16:12 muthenya wa Sunday andu matibatie guthie kanitha mabatie guthie naku. Chukua Bible sasa chukua Bible ni ndoe Bible riu wigue Sunday andu mabatie guthie ku Mariko 16 Mariko 16 kamuhari gake mwarimu kamuhari ga 12 irauga atia irauga atia na thutha wa maundu macio yacuarikia kuriuka akionithia andu eri ahiana undu ungi ire mathiaga merekeire migunda-ini ire merekeire ki migunda-ini ati mathiaga mugunda ariuka muthenya wa mbere wa kiumia agionithania andu eri manyitete macembe magithi migunda magithie ki migunda no riu andu mathiaga ku mathiaga kanitha no mabatie guthie ku migunda mabatie guthie mugunda kurima kana kuhingura biashara na Sunday moke mendie ki mendie ito tondu ni muthenya wake wa wira muthenya wa wira oguo ri mundu ni amenye atiriri arutani aya nginya ahunjia aya ni maugite ati muthenya wa kuruta wira ni Sunday na niguo muthenya wa mbere wake wa wiki muthenya wa mbere wa wiki ni wambagiriria ya mauga ati muthenya ni muthenya ri riu mamenye atiriri riu amekuga atia tondu mubia kana popo uga atiriri muthenya wa thabato ni Sata na andika wega muno auga niki ni Saturday naguo muthenya wa wira ni Sunday andu marumagirira ki Mariko 7:7 Mariko 7:7 tuona watu wanafuata nini Mariko ni 7 mstari wake ni 7 Mariko ni 7 ekuga ate mwarimu ekuga ate nokae maturagia ndu mahoe tuho morutani maria matuire marutanaga makiri o mathani ma andu mathani make ma andu ati andu maturagia ndu mahoe ki tuho no morutani maria matuire marutanaga ni mathani make ma andu ti mathani ma ithe witu aca andu matiteaga mandiko aca nigetha ukona muoyo wagire gwika atia Johana Injiri 5 muraini wa 4 ti Johana Injiri marwa ma Johana ma mbere
marwa ma Johana make mabere andu maugaga ati maathani ni mathirire ria gutharia ria gite guthina niki ria kuiya na ria kuragana ria kunyitwo wacha kusema ati amri zilisha kama amri zilisha ua uraga mundu oko maathani ni mathirire waga ukurira king'ong'o ugatwira ako maathani ni mathirire oya mukawenda chukua mke wa mwenyewe one kando uguthinjwo amri zilisha ile amri ilisha ni ya kuvunja sabato hiyo ndio iliisha lakini hizi zingine hazijaisha ile ya sita ya kuua ile haijaisha ya kudanganya hiyo haijafanya nini? Haijaisha. Lakini amri ya Sabato hiyo ndio watu wanasema ati ilifanya nini? Iliisha. Hakuna amri iliisha. Acha tuone. Soma mwaka wa kwanza. Yohana wa kwanza 5:4 inasema namna gani? Erauga atire nigukorwo kiria giothe giciaritwo ni gukorwo kiria giothe abia ithatu amu kwenda yawe ni atire nitumenyagire maathani make namo maathani make matire thina akorwo ni urenda kuona muoyo no nginya umenyerere maathani lazima ufuate maandiko. Usipofuata maandiko utagoja kifo na usiogope Ndotiga gushonoka tondu andu aingi ni mashonokaga akerwo orathire gakanitha kariku washa kuaibika usiaibike we bata waku ni muoyo ona ukihuraga biashara mathaa 6 muraini wa 33 mathaa 6 kamwaini ga 33 riu turikia ini mathaa 6 kama uko na swali kuja uliza swali. Wewe na kiuria ukauria kiuria mathaa ni 6 kamwari ga 33 ekuga atiriri no bai mucarie uthamaki wa yawe ona uthingu wake nacio indo icio ciothe nimurikiragiririo ambe ucarie muoyo indo icio ingi uracaria icio ni ugwika atia icio ni ukuheo indo ciothe ni cia guthira ndiikana ni moyo uguo maundu ma guku thi ni meguthira mothe ni mageka atia koguo mundu ni amenye atiriri mwiririo wa thi marua ma Johana wa mbere Roma 2 1 John na riu nio tukurikia nario mwalimu usimalize saa hii juu kuna hiyo roho bubu na kuna hiyo ingine tutasomea wakati hiyo yote tutasoma ya kantaria bozaya yani marua ma Johana wa mbere 2:15 irauga atia atiriri ni honde mutikende uhoro wa thi ona kana maundu maria mekuo thi mundu akorwo ni enda uhoro wa thi wenda ithe witũ ndari na kuo ngoro yake ati mundu agiko endete thi ndangĩenda ithe witũ thiĩ na mbere irauga atia amuriri maundu mothe maria megũkũ thi mwĩrirĩrio wa mwĩrĩ na mwĩrirĩrio wa maitho na nguthi cia muoyo ũyũ tũrĩ maundu macio matiumanĩte na ithe witũ na mathĩ marizia 17 na thĩ nĩ gũthira ĩrathira ona mwarĩrio wayo no rĩrĩ ũrĩa wĩkaga ũrĩa yawe endaga ũcio nĩ wa gũtũũra nginya tene ona tene. Hii dunia inaisha. Watu waangalie mambo ya dunia. Thino ndekaga atia? Nditũraga. Nikio werwo atiriri. Abiosharia ke? Muoyo. Koguo aiko ni ugucaria muoyo. Ndukaye guconoka. Usije ukaibika. Andu aingi ni maconokaga. Koguo ri ndukaye gwika atia? Ndukaye guconoka. Wecaria muoyo na ndukaye atia? Guconoka. Tondu waconoka agaratia mo 10. Agaratia ne mwe kama 10. Usije ukaibikia kweli. Wewe tafuta kweli
na usiaibike. Agatia nĩ mwaka mũhariga 10 ekuga atĩrĩrĩ tondũ rĩrĩ kai arĩa andũ ndĩrageria kwĩendithia rĩ kũrĩ o ona kana nĩ kũrĩ yawe kana hihi nĩ andũ ndĩrageria gũkenia ingĩkorwo ndũire ngeragia gũkenia andũ rĩ ndingĩkorwo ndĩ ngombo ya Mesia. Sasa nani akona swali? Nowe na kĩũria mũndũ wĩna kĩũria oke atũrie. Pe hiyo microphone. Oke oe microphone ĩno atũrie. Kuja ulize swali. Nĩ tondũ maandĩko nĩ maugĩte tũgacokagia kĩ? Ũracokagia ciũria. Tũmathomere hau mwarimũ. Ona ndenda atĩrĩrĩ. Kĩũria o gĩothe. Kĩũria kĩ? O gĩothe. Ngai ithe. Ngai Mũriũ. Ngai Roho. Kĩũria o gĩothe. Hakuna Mungu wa utatu. Ukisikia watu wanaabudu Mungu wa utatu, ujue hiyo ni abudu wa sanamu. Kĩũria gĩothe atĩ mũndũ akuarĩ athiaga kũ? Ũraigua andũ makiuga mũndũ akua athiaga kĩ? Igũrũ. Akorwo Sabato tiaho rĩ, kuja sema Sabato iliisha. Kuja sema Sabato iliisha. Ũraigua mũhunjia ũrauga ũrio kĩũria. Mũhunjia athomaga akauga atĩa? Ndakorio kĩ? Kĩũria atĩ ũhoro ũcio nĩ mũitĩrĩria kĩ? Maguta. No ithuĩ turauga atĩa? Tũrio kĩũria. Mũndũ orie kĩũria o gĩothe. Kuja uliza swali. Mũtumia nĩ agĩrĩire kũhunjia. Ukauge. Pe hiyo microphone. Nani akona swali? O wothe. Nowe na kĩũria. Kama uko na swali, tataka swali. Tunataka swali. Swali. Wenda kĩũria. Nani akona swali hapa? O wothe wena kĩũria oke atũrie. Oke haha. Ndũkorĩrie na kũu. Ũka haha. Uge atĩrĩrĩ. Mũtumia nĩ agĩrĩire gwĩkĩra kĩ? Mũbuto. Uge atĩrĩrĩ. Hata kama ni Muislamu. Hata kama ni Muislamu uko hapa. Kuja useme unaigwa mudho. Nĩtũkauga atĩrĩrĩ. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩtuoka tutawatambua manabii wa uongo na wa kweli. Tondũ kũihũrĩte anabii aingĩ kĩ? Amaheni. Arĩa maraheni andũ. Gũkũ kĩ? Ũngĩmamenya atĩa? Mekuo aingĩ mũno. Ona tũkarora rĩrĩ. Maroho marĩa magũithagia rĩ. Maroho ma maĩ. Kana nĩ pepo. Ati andũ mathiaga kanitha-inĩ. Mũndũ arĩ muzima. Akinya kanitha-inĩ. Mũhunjia kaguo koguo. Andũ makagwa. Ekaguo koguo. Hiyo ni roho ya kweli ama ni roho ya uongo? Andũ makagwa. Na angĩ mathio magathio mitareka atĩa? Sitaraiguĩka. Lia kantaria rarabo santara bobo zaya. Huria kalia mbataria kantarabo ya dosara. Aciori. Roho ũcio nĩ wama. Angĩ metagwo reverend. Mũhunjia nĩ agĩrĩire gwĩtwo reverend. Tũkarora. Kuja uliza hiyo swali. Mũhunjia nĩ agĩrĩire gwĩtwo father. Ati baba mũtheru. Baba mtakatifu. Baba mtakatifu. Kuja. Ũka. Mau mothe nĩ tũgakorwo tũkĩmarora. Ona wenda kũũria thaa ici. Ũkaũrie kĩũria kĩrĩkũ? Kĩũria twenda kĩũria. Na swali. Kwanza tusikie wimbo. Wakuja wasikie wimbo moja.
kutoka kuonekana